wako siku ya leo kwa ajili ya watu wako Bwana. Kuna watu ambao wananisikiza, kuna watu ambao wanaonitazama kupitia mitandaoni Bwana majeshi. Bwana ninaomba vile umenipa nafasi ya kusimama mbele ya madhabahu yako ili watu wako wakanisikie. Ninapoenda kuachilia neno la siku ya leo Bwana kwa ajili ya watu wako. Bwana ukazidi kunikumbuka na ukazidi kuniinua Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba jambo moja, nisije nikanena maneno yangu mbali yale Bwana umewekeza katika kinywa changu Bwana. Maneno ya uponyaji, maneno ya kufunguliwa, maneno ya uzima kwa watu wako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe ni Mungu ambaye anaweza. Niwezeshe kwa uwezo wako katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu. Dakika ambazo utanipa kusimama mahali hapa, ninaomba ukanitume kama chombo chako. Maana mahali hapa ninasimama mimi ni chombo tu Bwana. Ninaomba ukanitumie vile upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana mabwana. Naomba nikiomba Roho wako Mtakatifu akamimine neema ya katika neno lako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba neno hili unapoiachilia likawa sana kwa watu wako, likawa uponyaji, likawa ni ufunguo kwa watu katika jina la Yesu Kristo. Asante maana hakuna aliye kama wewe. Tusamehe wingi wa makosa yetu. Tuoshe Bwana, tusafishe Baba katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe na Bwana, uimidiwe mahali hapa kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe. Nimekemea roho ya uzingizi. Nimekemea roho ambayo ni ya kutuma na kuinua mawazo. Katika jina la Yesu Kristo, naachilia nguvu zako na mamlaka yako mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna roho wa kutawanya, hakuna roho ambaye atasimama kinyume mahali hapa na watu wako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana uinuliwe na Bwana uimidiwe, kwa maana hakuna aliye kama wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wa maisha yetu. Bwana tumeomba na atakuamini. Sema amen. Amen. Someone say amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa nikijiandaa kuja kusimama mahali hapa, nikawa nikiuliza Mungu unataka nikaseme nini na watu wako? Maana leo amenituma siku ya leo kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya mtu siku ya leo. Na jana nikawa nikiuliza Mungu unataka nikaambia watu wako nini? Bwana Yesu asifiwe. Na jana nilikuwa nimetoka saidi za Kikuyu. Nikatoka Kikuyu nikafika hapa ndo Australia na nikaelekea saidi za Ruiru. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiwa katika barabarani nikawa nikauliza Mungu nataka nikaseme nini? Maana umenituma. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali pale Mungu akanipa ujumbe wa siku ya leo. Hallelujah. Ambao unasema what is retained will be delivered. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kile ambacho kimeshikiliwa Bwana atakikomboa. Bwana Yesu asifiwe. Ama kitaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nini ambacho hicho kimeshikiliwa kwako. Sijui ni nini ambacho umekuwa ukiomba na kimeshikiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu leo akanituma na ujumbe ama hilo neno ya kwamba what is retained will be restored ama will be delivered. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako. Hallelujah. Na pale Mungu akanipa maandiko ambayo yanatoka katika kitabu cha Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Daniel chapter 10 mahali pale. Unaposoma Danieli, kuna wakati alishikwa na kupelekwa pale Babiloni. Bwana Yesu asifiwe. Babiloni kuna watu walikuwa wametekwa mateka mahali pale. Na tunaona kwamba mahali pale wakakaa mahali pale 70 years. Bwana Yesu asifiwe. Babiloni katika kushikwa mateka mahali pale. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Na mahali pale Mungu naye akamtumia yule Danieli kwa ajili ya kukomboa wale ambao walikuwa wametekwa mateka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua mtu ambaye ametekwa mateka ni kumaanisha mahali pale ana uwezo wa kutoroka mahali pale. Na Babiloni ni kama
ilikuwa ni kama, naweza sema ni jela ama watu walikuwa ni kama kifungo. Bwana asifiwe. Good. Ni kama ni kifungo mahali pale. Watu wamefungwa mahali pale. Bwana asifiwe. Naye Danieli tunaona kwamba vile alivyofika mahali akapata Mungu, roho wa Mungu akamjena, akapata kuwa na maombi ya siku 21. Bwana asifiwe. Mahali pale akaomba, akawa na siku za kufunga na kuomba. Maandiko nasema akwa anakula muda wa siku 21. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengi tunaombanga lakini tunaomba lakini tunauliza kwani inatendeka? Lakini Mungu akawa ndani ya Danieli, akawa pamoja na Danieli. Tusome. What is written will be delivered. So I don't know ni nini ambacho hicho kimefungwa kwako, lakini roho Mungu leo anasema kwamba he is going to restore it today in the name of Jesus. Hallelujah. Daniel chapter 10 verse 12. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Bwana asifiwe. Hapo ni wakati Danieli alipokuwa akiomba. Bwana asifiwe. Hapo ni mahali Danieli alikuwa akiomba. Naye Mungu anasema nini? Mungu anamwambia nini pale? Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikizwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Bwana asifiwe. So I don't know kila ambacho ulikuwa unaombea. Bwana asifiwe, ikafunguliwe. Haleluya. Jua ya kwamba already Mungu ashajibu. Bwana asifiwe. Unajua kwamba Mungu tayari ashajibu maombi ambayo ulikuwa unayaomba. Ni kweli kuna wakati Daniel ilifika mahali akiomba akawa kanajiuliza, ni kweli itatendeka? Bwana asifiwe. Lakini anamkumbusha mahali hapo ya kwamba maneno yako, nimekuja kwa ajili ya maneno yako, yale ambayo ulikuwa unayaomba. Bwana asifiwe. Leo Mungu ametumana kwako kwa kile ambacho ulikuwa unaomba. So I don't know kile ambacho ulikuwa unaomba, lakini Mungu amenituma kwako nikwambia kwamba ashajibu. Bwana asifiwe. Ashajibu maombi yako. Kile ambacho ulikuwa unaombea kilikuwa kimekamatwa. Tayari Mungu ashaachilia. Bwana asifiwe. Ni wewe uko mahali pale ukaanza kushukuru, maana kishaachiliwa. Haleluya. Afya yako ishaachiliwa, watoto wako washaachiliwa. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Yeah. What is written will be delivered. Kumaanisha kile ambacho akikuwa kimeachiliwa leo lazima kiachiliwe. Bwana asifiwe. Pako kile ambacho akikuwa kimeachiliwa leo lazima kiachiliwe. Bwana asifiwe. Mimi sijui ni nini, lakini Mungu anasema kwamba lazima kiachiliwe siku ya leo. Bwana asifiwe. Are you ready? Yes. Are you ready? Hallelujah. Ndoa yako lazima iachiliwe siku ya leo. Umeomba kwa muda mrefu. Huduma yako lazima iachiliwe, maana umeomba kwa muda mrefu. Bwana asifiwe. Mungu ashajibu. Bwana asifiwe. Tumesikia mama yetu akituambia hapa tukapata kuombea ndugu zetu na dada zetu. Bwana asifiwe. Ni leo tunaenda kuachilia uponyaji kwao. Bwana asifiwe. Haleluya. Uponyaji tayari ushapatikana. Bwana asifiwe. Kama anako akashatoroka, anda ambie mama yake uponyaji tayari ushafika kwa nyumba yake. Bwana asifiwe. Maana Mungu ambaye tunayemwabudu ni Mungu wa uwezekano. Haleluya. Kila ambacho tunasema hapa mbinguni
kinawekwa tiki. Bwana Yesu asifiwe. Ukinena uponyaji, uponyaji unapatikana. Haleluya. Maana hata maandiko yanatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Bwana. Na kama ni hekalu la Bwana, ni kumaanisha hata ugonjwa ukiingia hauna nafasi ya kukaa mahali pa, lazima utoke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ada nenda yetu akiwa kule Kenyatta, ni kweli shetani alikuwa na makusudi ya kuchukua roho yake, lakini kwa sababu Mungu alimpenda zaidi, kule anatoka. Haleluya. Lazima atoke. Bwana Yesu asifiwe. Maana najua kwamba kuna watu wengi wamemuombea, naye Mungu ni mwaminifu, lazima atoke. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale ni ushuhuda anaandaliwa. Haleluya. Ni ushuhuda wake unaandaliwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Brother yake Koki, mahali alipo, uponyaji upatikane. Bwana Yesu asifiwe. Wacha roho wa Mungu akamshughulikie. Haleluya. Kupitia kwa neema ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia kwa ile matendo ambayo mtumishi wa Mungu anafanya mahali hapa, wacha hiyo neema imuandame na iponye ndugu yake. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unajua Danieli alijua ya kwamba, alijielewa yeye ni nani. Na wakati alipojielewa akajua kwamba Mungu amenipa uwezo, ninaweza nikasimama katika pengo na maombi na mambo itendeke. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kuna watu walishikwa pamoja na yeye. Nebukadneza, Bwana Yesu asifiwe, aliwashika na kuweka huko akiwa na akina Cyrus, Belshazzar, kuna wengine. Bwana Yesu asifiwe. La roho wa Mungu akawa juu yake. Tunaona ya kwamba alipotupo kule, kuna mafunzo alikuwa, ukisoma mambo ya Danieli, kuna mafunzo alikuwa anapewa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafunzo alikuwa anaendelea kumpewa pale, na wale ndugu walikuwa wameshikwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho wa Mungu akawa juu ya Danieli. Haleluya. Na akamfunulia kwamba kwa siku 40 na kwa siku 21 atakuwa na kufunga, kutakuwa na kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa akiomba na kumulilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo ikafanyika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na mateka watapata kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vyetu itaenda kuachiliwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vimetekwa mateka katika anga za rohoni. Haleluya. Kuna vitu vyetu ambaye ameteka na ameshikilia. Haleluya. Lakini nimetumwa siku ya leo nikwambia kwamba Mungu ataenda kuziachilia katika jina la Yesu Kristo. Andui ataenda kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Maana mahali popote alipo atakaa na amani mpaka aachilie. Kama ni uponyaji wako utaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Umelia muda mrefu, umeomba muda mrefu, lakini unaona kwamba hakuna majibu. Leo ndio natangaza kwako lazima iachiliwe kila ambacho umekuwa ukiombea katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu wamekuwa wakiombea familia zao. Kuna mtu amekuwa akiombea huduma yake. Kuna mtu amekuwa akiombea mke wake na mume wake na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Anaona ni kama haiendendi. Anaona ya kwamba haifanyiki. Leo ni leo. Sema leo ni leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujue ya kwamba kila ambacho ulikuwa unaombea Mungu achilia. Ni wewe tu kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Say to receive. Sema I will receive. I will receive the name of Jesus. Kama unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yeah. Daniel kwa siku 21 bila kukula chochote kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunajikana na kuomba, na inafika mahali naona kwamba yale ambayo tunaombea haitendeki. Tunasema kwamba kama ni maombi ni hayo, wacha niache. Lakini nimekuja kukuambia kaa hapo, endelea na kuomba, endelea na kumuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Danieli aliendelea kumuita Mungu na maombi yake ikajibiwa. Hata yako itajibiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Maombi yako lazima itajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni ukae katika laini yako na kumsubiri Mungu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usianze kuuliza Mungu vitu ambavyo asha jibu. Haleluya. Mungu ashaachilia ama ashajibu na wewe bado uko mahali pale unang'ang'ana kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kushukuru na wewe unaendelea na kumwambia Mungu nipe. Na tayari ashaachilia. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kuuliza Mungu vitu ambavyo ameachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni uponyaji ashaachilia kwako ni yako. Haleluya. Kama ni amani ashaachilia ni yako. Haleluya. Usianze kumwambia Mungu nipe amani. Na tayari kitabu kile ambacho ulikuwa unaombea ashakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kwa mahali pale Mungu niombe, Mungu nisaidie, Mungu nataka hii, na tayari kile ambacho unaombea pale mwanzo Mungu ashakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ashatuma jibu lake kitambo. Na wewe kwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Danieli alikuwa amejawa na shujaa, alikuwa amejawa na ujasiri. Haleluya. Haleluya. Wewe unaomba siku 3 na unataka kujibiwa hiyo siku ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba siku 7, siku ya 8 unataka kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua Mungu wetu ni wa process. Sema process. Anaweza akasema leo, kesho, ama anyamaze kwanza. Aone imani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu wetu Mungu amepangiliwa. Mungu wetu si Mungu wa kuharakisha vile unataka. Haleluya. Si mwanadamu mwambie fanya hii ama ni tuachane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Afanye au asifanye yeye ni Mungu kwetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia unaona Danieli alipotupa kule, kuna watu walitupa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Daniel alishirikishwa katika ile serikali ilikuwa ya Nebukadnezar. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia alikuwa na mtu Cyrus alikuwa pale ambao anaitwa Koresh. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu kama Belshazzar alikuwa mahali pale. Haleluya. Katika ile serikali ya Nebukadnezar. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Babiloni ni kama kulikuwa na uovu mingi. Kulikuwa na uovu mingi mahali pale. Wachawi walikuwa pale. Watenda dhambi walikuwa pale. Haleluya. Lakini Mungu akamuinua Danieli kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuna mahali anaweza akakuweka kuinua watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakutumia kufikia watu wengine. Vile Danieli alitumika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakutumia kufikia watu wengi ama kuinua wengi, kukumbuka wengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaomba vile Mungu alivyotumia Danieli akakutumia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kufikia watu wengi, watu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akakutumia. Bwana akakutumia kwa ajili ya watu. Mungu akakutumia kwa ajili ya mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usitaki kujua ni wapi. Wewe usitaki kujua ni nani, lakini mapenzi ya Mungu ikafanyike kwako kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie Biblia zetu katika kitabu cha Isaya 58. Juu maombi.
ni ufunguo. Unapomwita Mungu lazima akuitike. Unapomwita Mungu kwa ajili ya jambo fulani lazima akuitike. 15 chapter 9 Isaiah chapter 58 verse 9. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia naye atasema mimi hapa. Haleluya. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndipo utalia na Bwana ataitika. Utalia naye atasema mimi hapa. Bwana asifiwe. Sema hapa. Haleluya. Sema hapa. Sema hapa. Unapoenda kumwita Mungu, ako wapi? Ako hapa. Haleluya. Hapo leo tunaenda kumwita Mungu mahali ako hapa. Bwana asifiwe. Tunaenda kumlilia Mungu ambaye ako wapi? Ako hapa na atasikia. Bwana asifiwe. Are you ready? Bwana asifiwe. Are you ready to call in? Haleluya. Maana ako wapi? Ako hapa. Ako hapa asikia unasema nini. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi hapa. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Bwana asifiwe. Mimi sijui ni nini umekuwa ukiombea. Mimi sijui umeomba muda mngapi. Bwana asifiwe. Lakini tumekuja kumwambia Mungu tuko hapa tukikulilia na tunaamini ya kwamba uko hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa unaombea familia yako jua ya kwamba Mungu ako hapa. Bwana asifiwe. Kama kuna jambo ulikuwa unamuita Mungu, jua ya kwamba ako hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu wetu ako wapi? Ako hapa. Ngai witwe bandoni pa. Haleluya. Ngai witwe bandoni pa as edukisi kiyo cha siana siake. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu wetu ako mahali hapa. Haleluya. Ili asikize ndugu za watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona mtu ambaye ako na kilio kingi ndani ya moyo wake. Je, ya kwamba Mungu ako mahali hapa siku ya leo akuponye kidole cha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaona kuna mtu ambaye analia kwa ajili ya ndugu yake. Ninaona kuna mtu ambaye analia kwa ajili ya familia yake. Je, ya kwamba Mungu ako mahali hapa siku ya leo ili akakujibu majibu yako, maswali yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ambaye amekuwa akilia kwa ajili ya kazi. Je, ya kwamba Mungu ako mahali hapa. Kile ambacho umekuwa ukililia siku ya leo, Mungu anaenda kuachilia kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Sema haleluya. Sema haleluya. Kama hautaniamini, amini Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu ako na uwezo. Haleluya. Na Mungu wetu si mwanadamu akaongea uongo. Akisema nitajibu. Akisema nitainua, nitainua. Akisema nitaponya, lazima niponye. Bwana asifiwe. Na si kesho, ni leo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna watu wamefinyiliwa. Kuna watu vitu zao zimefinyiliwa. Kuna watu vitu zao zimeshikiliwa. Kuna watu afya yao imedidimia. Lakini leo nimekuja na ujumbe kwamba lazima iachiliwe. Lazima ikombolewe siku ya leo. Haijalishi umechukua mna gani. Haijalishi ni nini ambacho kimeshikiliwa. Lakini leo Bwana ametuma kwako. Nikwambie amenituma leo. Nikwambie asha deliver. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amani yako Mungu ameachilia. Haleluya. Maana unapoangalia kuna watu wameishi na vilio kila wakati. Bwana asifiwe. Mpaka inafika wakati watu wanakusema, wanauliza, kwani huyo Mungu unaombanga ako wapi? Kwa nini kila wakati tunakuona unapitia machozi kila wakati? Bwana asifiwe. Na tunaona kila wakati Jumapili wewe unaenda kanisani. Tunakusikia kwa mikesha, tunakusikia kwa maushirika, na bado unalia familia. Bwana asifiwe.
maana unalia kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Naona wale watu wa madharau wakiuliza, kwani Mungu wako wako wapi? Bwana asifiwe. Wanaulizana, kwani Mungu wako wako wapi? Na kila wakati unamuita. Tunasikia unafunga na kuomba, lakini tunakuona tu kwa matatizo. Bwana asifiwe. Lakini leo nimekuja na ujumbe wako ya kwamba Mungu ashasikia. Haleluya. Mungu ashaachilia. Haleluya. Hiyo ndio Mungu deliver. Bwana asifiwe. Hiyo kazi lazima Mungu ashaachilia kwako. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pokea amani ya Bwana. Pokea amani ya Bwana. Pokea ushindi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hatuwezi kila wakati tukiomba matatizo inatufuata. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatuwezi kuwa tukiomba kila wakati na bado tuko mahali pale tukiomba yale maombi tulikuwa naomba last year. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuondoka, maana ishaachiliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kushukuru, maana ishaachiliwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema nimefunguliwa. Sema vitu vyangu vimeachiliwa. Sema vitu vyangu vimekombolewa katika jina la Yesu. Ninaona vitu katika anga za rohoni vimeachiliwa. Ninaona kuna vitu vimeachiliwa katika anga za rohoni. Ninaona vitu vikianza kuachiliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Leo kilio chako lazima kifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maswali yako Mungu ashajibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Begin to receive the name of Jesus. I don't know ni nini, sijui ni nini, lakini Mungu leo ameniambia kwamba nikwambie kile ambacho kilikuwa kimeshikiliwa tayari ashaachilia. Ni wewe upokee kwa ushindi kicheko, maana ni chako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your heritage. Bwana Yesu asifiwe. Urithi wako umeachiliwa. Amani yako imeachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako imeachiliwa. Biashara yako imeachiliwa. Umekuwa na maono ya kufungua biashara, imeachiliwa. Begin to receive it in the name of Jesus. Ulikuwa unalilia kazi imeachiliwa. Ulikuwa unalilia ndoa, imeachiliwa. Ni wakati wa kureceive. It's now time to receive in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naona vitu vikiachiliwa. Naona baraka za watu zikiachiliwa. Naona vitu mingi vikiachiliwa katika anga za rohoni, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwenye tu ako ready to receive in the name of Jesus. If you are ready to receive, you will receive it in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi imechukua muda gani. Ni kweli kuna watu wameomba miaka kwenda na kurudi. Kuna watu wamekuwa wakifunga na kuomba na wanaona ya kwamba ni kama haijatendeka. Nimekuambia itatendeka. Nikwambia imetendeka katika anga za rohoni, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni kufaya. Sema ni kufaya. Si kama ile ya kidiki, ni fire, si fire. Bwana Yesu asifiwe. Leo nasema ni fire. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana unapoangalia katika anga za rohoni, vitu Mungu ashaachilia, lakini unajua kwamba kuna ule mtesi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule andui kazi yake ni kukamata. Haleluya. Kazi yake ni kukamata isikuendee wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu hapa hatungekuwa na wao hapa, ungekuwa shasafiri kwenda ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ushaomba, Mungu akakupatia na akaachilia. Naye shetani na maandui akasema huyu hakuna mahali ataenda. Utazunguka hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Ila hali ungekuwa wapi? Uko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbolu, pata mbolu, mataifa yanakungoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mataifa yanakungoja. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Wanataka kusikia hizo habari za huyo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine hapa? Waimbaji, mnatakikana huko mataifa yanaowangoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanitazama wewe, unanisikiza wewe, Mungu ashaandaa. Ni wewe tu kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanaenda kutendeka siku ya leo. I don't know ni nini, sijui ni nini, lakini ukiangalia katika anga za roho kuna mambo ambayo inaenda kutendeka siku ya leo ambayo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na ni yule ambaye ako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Maana vita ambavyo tunaenda kupigana ni za vita ambavyo ni za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Na ukijua na unajua kwamba unapotaka kuchukua kitu kwa mtu ambaye anaye na nguvu, lazima ufunge mikono kwanza. Lazima muweke chini kwanza ili uchukue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umfunge, umweke chini ili ufungue, ili uchukue kile ambacho ni chako. Haleluya. Kuna mtesi wako ambao anakutesa. Haleluya. Kuna mtesi wako ambaye anakutesa. Mungu akitumana ashakimbia mahali pale, ashachukua. Ukinyosha mkono ishaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unabaki tu pale tena unateseka. Vitu vyako vimefungwa. Lakini leo ni leo. Bwana Yesu asifiwe. Sema ni leo. Sema ni leo. Vitu vyangu viachiliwe. Amani yangu iachiliwe. Sema watoto wangu waachiliwe. Sema ndoa yangu iachiliwe. Sema kazi yangu iachiliwe. Are we together? Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kile ninaongea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kile ninaongea. In the name of Jesus. Hatuwezi tukamtumikia Mungu na tumbaki vile. Bwana Yesu asifiwe. Hata mataifa yataanza kutuchekelea. Mungu wenu wako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Niwe mwapoye lakini mathina mweza onamo. Niwe mwetsenga lakini kaiwa nitita kuteleza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikaona clip nyingine mtu akisema kwamba nataka mulete huyo Yesu wenu na mimi nilete Mungu wangu ambaye ninamwabudu shetani. Tujue ni nani ako na uwezo wa kufufua ama ni nani ako na uwezo wa kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona mtu ako na madharau mingi sana. Anatusi Mungu wetu. Anatusi Mungu ambaye yeye mwenyewe anampatia uhai. Haleluya. Sema na apigwe na radi. Ajua kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu wetu adhiakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu si Mungu wa kuchezewa. Wewe cheza na vitu zingine lakini usicheze na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana atakupiga na mapigo ambao wewe mwenyewe utashangaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na usiongelee watumishi wa Mungu maana utaharibiwa. Haleluya. Wachana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe badala ya kuongelea wewe waombe. Bwana Yesu asifiwe. Usichukue laana. Bwana Yesu asifiwe. This time round lazima upokee kila ambacho kinaitanishwa na majina yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The year of abundance. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoomba na kusema is the year of abundance, unasema tunapata wengine hiyo inatupotelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tumeandikiwa hapa na tumepewa hiyo theme na tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule utele unapoachiliwa, adui anawafanya nini? Anauchukua kabla. Ule utele unapoachiliwa kwako, adui anakimbia kabla, anachukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaushika mateka.
ili usije ukapokea ule utele. Bwana asifiwe. But today is today. Bwana asifiwe. Today is the day. Hallelujah. Maisha yako haitabakia kuwa vile tena. Bwana asifiwe. Wataulizana huyu imekwaje? Hallelujah. Mpaka mwimbaji akaiba akauliza imekwaje? Bwana asifiwe. Maana kuna vitu Mungu anatenda kupita mawazo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Vile walivyokuwa wanakujua si vile. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Vikiachiliwa utakuwa mtu mwingine tofauti. Bwana asifiwe. Haleluya. Huduma yako ikifunguliwa utakuwa mtu mwingine tofauti. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana itafunguliwa. Kama ni ndoa itafunguliwa. Bwana asifiwe. Walikuwa wamekuzoea ule wa kupiga pigwa na wanawake. Haleluya. Wamekuwa wamekuzoea yule wa kupigwa pigwa na bibi yake. Wako wa kupigwa na bibi. Bwana asifiwe. Wanagongwa usiku. Bwana asifiwe. Ni bila hawezi wakasema lakini wapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni wale wamekuzoea wa kuomba. Bwana asifiwe. Hawakujui na majina mengine, wamekujua omba. Bwana asifiwe. Lakini leo Mungu amesema kwamba nimekufungulia baraka zako. Bwana asifiwe. Hautaitwa omba tena. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakipata mishahara wakitaka kukula vizuri hawakuli, zinaenda hospitalini. Unachukua huku unalipa kule. Bwana asifiwe. Hauna kile unaweza sema hii ni changu nimefanya na mikono yangu. Haleluya. Maana amri anataka tu tukakae katika sako moja. Hataki tu tusonge hatua moja mbele. Bwana asifiwe. Anataka ashikilie vitu vyako, usije ukafurahia maisha yako, usije ukafurahia mali yako. Bwana asifiwe. Na wengine wakipewa wanatumia kwa njia ambayo haistahili. Bwana asifiwe. Haleluya. Isaya mahali pale nasema ya kwamba ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekukujia wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema nitaangaza. Bwana asifiwe. Ondoka na ufanye nini? Uangaze, maana nuru yako imefanya nini? Imekuja kwako. Bwana asifiwe. Nuru yako ikuangazie siku ya leo. Bwana asifiwe. Na utukufu wa Bwana uwe juu yako. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Bwana asifiwe. Nuru yako imekuja siku ya leo. Haleluya. In the name of Jesus. Nuru yako iangaze. Tusimame kila mtu. What Bwana asifiwe. Leo nataka tufanye hii kitu leo kwa utofauti. Kusanya hizo vitu, weka huko nyuma. In the name of Jesus. What is returned will be delivered today. Maisha yako haitabakia kuwa vile tena. Maisha yako haitabakia kuwa vile tena. Mungu ameniambia nikwambie kwamba kile ambacho ulikuwa unaombea
tayari ashajibu. Ashaachilia kwako. Amani yako imeachiliwa siku ya leo. Furaha yako imeachiliwa siku ya leo. Tuna mikono yetu na praise and worship. Praise and worship. Tunakuabudu Bwana. Wewe ndiye mwaminifu. Wewe uliye mweza wa yote. Wewe usiyeshinda. Yezifanya vyote kwa uwezo wako. Kama mamlaka yako kazifanya vyote. Vitendavyo, hata vitavavyo, vyote ni kazi ya mikono yako. Just raise up your hands. Inua mikono yako. Unajua ni nini umekuwa ukiumbia? Miaka mingi, siku mingi, umekuwa ukifunga na kuomba, lakini unaona ni kama haitendeki. Wengine wakinakuuliza Mungu wako wako wapi? Wengine wanadharau huyo Mungu wako, wanakuita yule mwombaji. Majina umepewa ya madharau, majina ya kuonewa, lakini Mungu leo amenituma na neno hili nikwambia kwamba ashafungua vitu vyako. Tunakuabudu Bwana. Wewe mtakatifu wa watakatifu, wewe mweza wa yote, ni wewe na kuna mwingine. Na iwe Yesu, na iwe Yesu, na iwe Yesu, na iwe because wako na iwe Yesu, na Ninapokuita ni wewe,
hapa ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe inapokuita ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, usijelewe ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe ninapotazama milimani kuone wewe Bwana, unajibu maombi ya watu wako Bwana. Ni wewe tu msaada, hakuna kama wewe. Endelea kumwita Bwana, endelea kumwita Bwana, endelea kumwita Bwana, endelea kumwita Bwana. Baba sikitini baba, kuna vitu vimeachiliwa kwako. Baba sikitini baba yangu, katika anga za rohoni I can see kuna vifurushi vimeachiliwa. If you are ready to receive, receive it. If you are ready to receive, receive it. If you are ready to receive, receive it. Now trust the name of Jesus. Begin to receive, begin to receive. Begin to receive, begin to receive. Kuna watu Mungu ameanza kupokeza. Kuna watu wameanza kupokeza vitu vyao. Kuna vitu watu wameanza kupokezwa. Rapa zegetere baba. Ni wewe tu Bwana. Hauwezi ukatumana bure Bwana. Hauwezi ukachilia neno lako bure. Hauwezi ukatumana bure Bwana. Neno lako ni kweli, ni amina Bwana. Hauwezi ukatuma mtumishi wako bure Bwana. Umeniambia kwamba utatenda. Hata kama itachukua muda, hauna budi la kutenda Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, utende. Umeniambia utatenda kwa wakati wako. Umeniambia niwaambie Bwana utatenda. Tena sasa nione Bwana. Tena Bwana nione, maana umenihakikisha utatenda. Bwana umeniambia utafungua vitu vyao. Bwana umeniambia niwaambie umefungua. Rapa sekete baba. Kama ni amani umeniambia ya kwamba utawapatia amani yao. Kama ni furaha umeniambia Bwana utawapatia. Kama ni yake Mungu umeniambia utawaponya. Mahali popote walipo utawaponya. Ripezeketere mashakata raba. Nikatorobo shiketere manzaya. Kama ni furaha Mungu umeniambia kwamba utawapatia. Umenihakikishia kwamba utafungua milango mingine. Utawafungulia milango mingine. Utawapatia furaha yao tena. Utawarejeshia amani yao. Utawarejeshia furaha yao Bwana. Umenihakikishia kwamba Bwana utawaibisha.